Ukisoma vizuri kwenye Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 utaona namna ambavyo tunaambiwa vita vyetu. Kuna mahali anasema juu ya falme na wakuu wa giza hili. Manake wale wakuu wa giza, okay, twende tukasome Waefeso sura ya 6 kuanzia mstari wa 10. Anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Twende. Anasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Anaeleza bali ni juu ya falme na mamlaka na juu ya wakuu wa giza. Sikiliza, elewa maana ya wakuu wa giza. Juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Ishia vita yetu sisi, hata Agano Jipya tunaambiwa kuna wakuu wa giza. Kuna jeshi la mapepo wabaya. Kuna malikia na wa falme za giza wako kwenye anga hapo. Wanaitwa wakuu wa giza. Hawa ndio amewa experience Danieli katika Danieli sura ya 10. Wamezuia maombi yake. Maandiko yanatusisitiza tuwe na spidi, tuwe na nguvu ya kupambana nao, kwa sababu hawa jamaa sio wa mchezo. Na mimi nataka nikwambie, katika kila eneo lazima liwe na wenyeji wa lile eneo. Wanaitwa wakuu wa anga, wakuu wa giza wa lile eneo. Kwa mfano, nataka nikufundishe leo, utajuaje kwamba eneo fulani lina wakuu gani wa giza ili uweze kushughulika? Hawa wanaitwa ni territorial spirits. Ni roho ambazo ndio zinapambanaga sana na malaika, lakini ni roho ambazo zinatengeneza mifumo kwenye eneo. Watu wawe na tabia fulani, wawe na hulka fulani, wanatengeneza aina ya uovu mfanano. Yani kuna kuwa na tabia, labda ka eneo fulani kana tabia za ukabaji. Vijana wote wanaokulia lile eneo toka miaka ya 90 ni wakabaji. Toka miaka fulani wakabaji tangu mtaa ulivyoanza. Au ka eneo fulani unaenda watu ni wachawi. Kale ka eneo ni wachawi tu. Au mkoa fulani ni wachawi tu. Au ka eneo fulani ni walevi sana. Au ka eneo fulani ni wazinzi sana. Au ka eneo fulani wana ushoga sana. Hii tabia za aina hii zinatawaliwa na hawa wakuu wa giza. Hawa ndio wanafanyaga vita na malaika. Hawa ndio wanazuiaga maombi yako. Na ili uweze kutoboa ama kumiliki kwenye eneo, hawa wanatakiwaga kutandikwa. Kwa sababu hawa ndio wanawaempower wachawi. Mchawi hawezi kuroga bila kuwa na ushirika na hawa. Lazima aombe ruhusa. Na hawa ndio wanapanga aina gani ya uchawi uwe kwenye eneo fulani. Uchawi unatofautiana tabia. Wakuu wa giza hawa ndio wanakuwa na mifumo. Wanaweza wakazuia. Kuna wakuu wa giza wengine wanazuiaga uchawi. Hawataki uchawi kwenye eneo lao, lakini kuna wizi. Kuna wakuu wa giza wengine hawataki uchawi, hawataki wizi, ila kuna tabia za uzinzi. Yani wanawakontrol watu wanaokaa kwenye eneo fulani wawe na aina fulani ya tabia. Wanaweza wakakuletea ustaarabu, wakaweka ustaarabu kwenye eneo, lakini hao watu wote wakawa sio wacha Mungu na wala hawamwamini Mungu. Hawa ndio wakuu wa giza. Umenielewa manake? Umenielewa ninachokisema? Hawa ndio wakuu. Ukisikia wachawi wanatoa kafara, ni pamoja na miungu na wakuu wa eneo. Sasa mara nyingi hawa ndio hao wanatambikiwa. Hawa ndio wanaoperate kwenye kutambikiwa. Hawa ndio wanaoperate kwenye ngoma fulani za jadi fulani. Ngoma za mababu ni wakuu. Hawa unakuta walitoaga maelekezo ya utambulisho, wakajifichia kwenye kitu kinaitwa mila na desturi, kwamba hizi ni mila zetu, mila ya kabila fulani. Kwa wakaleta mpaka mifumo ya aina fulani ya vyakula, ila waliingia wakajificha kwenye eneo linaitwa mila na desturi. Ukiokoka hauongozwi na mila na desturi za kabila lako, unaongozwa na mila na desturi ya mbinguni. Sema amina. Mbingu ina mila na desturi zake. Sema amen. Kwa kazi ya hawa ndio walivyo. Ni aina fulani ya miungu ambayo inakaa. Hawa ndio wazee wanawaabudu. Wazee walikuwa wanawaabudu mababu zako kipindi hicho. Mvua ikiacha kunyesha, wanaenda kupiga ramli. Wanainuka
wanasema chinjeni ng'ombe, mmeacha kutambika siku nyingi. Nendeni mkatambike kwenye mbuyu wa eneo fulani katikati. Mkatambike pale kuna kaburi la chifu fulani. Pale nendeni kachinjeni ng'ombe mweusi. Kienda kuchinja ng'ombe mweusi, wanaruhusu mvua ije. Lakini sio kwamba mvua ilikuwa hamna. Mvua ilikuwepo, ila waliizuia kama ambavyo waliwahi kuzuia majibu ya nani? Ya Danieli. Kwa wanazuia mvua mpaka mwatambikie. Mkiwatambikia wanaachilia. Mvua ni ya Mungu, sio ya kwao. Unawala walete mvua. Wao wana uwezo wa kuzuia na kuachilia. Kuna mahali tunaelewana. Kwa watu wanasema jamani, hatujatambika mizimu siku nyingi, mizimu ya mababu, wakuu wamekasirika, mvua hainyeshi. Wakuu ni wakuu wa giza. Mvua hainyeshi kwa sababu wakuu wamekasirika. Jamani, la mgambo mnaitwa kijiji kizima. Haya, mnachangishana hela, inaenda kununuliwa ng'ombe mweusi, wanafanya kafara. Na hawa wachawi na wao wanatoaga kafara kuwaabudu kila eneo. Sasa utajuaje kwamba hili eneo linatawaliwa na wakuu wa aina gani? Unaangalia kabila wenyeji wa lile eneo na kabila watawala wa lile eneo. Si unanielewa vizuri? Kwa mfano, kabila wenyeji wa Dar es Salaam hapa ni Wazaramo, si ndio? Sasa Mzaramo manake kuna wakuu wa giza wa Kizaramo. Lakini unaangalia pia eneo ambako upo wewe, watu ambao walitangulia pale, walihamia, walowezi wa lile eneo ni watu gani? Manake hawawezi kuhamia wakaendelea kujaa pale na hawamchi Mungu wakastawi kwenye lile eneo kama hawana miungu yao. Unaangalia labda ni Wagogo walizilowea kwenye lile eneo. Ndio maana unaweza ukaenda kwa mfano Bahari Bichi, kuna eneo moja linaitwa eneo la Wazigua. Wanakuambia kwa Wazigua. Ukija ile eneo la Kivule, kuna eneo ambalo unaliona hapa ni Wakuria tu. Na kuna eneo jingine unaenda unakuta pale chini panaitwa Makonde. Ukienda huku Tukuyu. Sasa ukishaona hivyo nakupa sasa akili. Wale waliolowea pale na ukaona wakastawi wakajaa mpaka lile eneo likaitwa kwa jina la kijiji chao. Maana yake wale watu wa pale walikuja na miungu yao, ambao hii miungu ili compromise, ilipata mahusiano na miungu ya wenyeji wanaoitwa Wazalamo. Kwa hiyo na yenyewe ikapewa territory, territorio. Kwa hiyo zile roho zinatawala kwenye maeneo. Na ndio maana unaona kwa Danieli waliomzuia Waajemi na Wayunani ni wakuu wa Uajemi na Wayunani. Manake wakuu wa mataifa ambayo walikuwa wanamiliki lile eneo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukitaka kupata ushindi kwenye hili eneo, unatakiwa kushughulikia mkuu wa kabila gani? Si nimefafanua hapa kwamba mkuu wa kabila mwenyeji hapa ni nani? Mzalamo. Lakini waliolowea hapa ni kabila gani? Manake lazima umfunge kabila mkuu wa Wakuria, lakini umfunge mkuu pia wa Wazalamo. Usike wale wakuu. Ukishashika ndio utatoboa. Sasa utatoboa kwa staili hii, hata kusikiliza usikilize. Unakuwa kama unanisikiliza kumbe unasinzia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi yako yamezuiliwa kwa sababu kuna wakuu walioshikilia majibu yako. Na hauwezi kutoboa mpaka washughulikie. Na ndio maana kwenye Waefeso, nirudishie Waefeso, tunaambiwa vita yetu sisi tunatakiwa kupigana na watu gani? Hatujaambiwa kuombewa. Anasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, na juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hawa ndio adui zetu ambao tumepewa wa kuwashughulikia.